Karibu katika fahari ya taarifa ya Clouds Habari Weekend, ikiwa leo ni Machi 15 ya mwaka 2026. Tumejiandaa vyema kuhakikisha unahabarika tangu pale yalipokuwa mawio mpaka machweo. Mimi Mwajeb Shafi pamoja na mkalimani wa lugha ya alama Fausta Salakana tupo hapa kukujuza vyema. Karibu katika Tochi, ambapo Tochi inaanzia mkoani Katavi, ambapo Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini nchini katika kulinda amani, kuimarisha maadili na kuchochea maendeleo ya taifa. Juma Kiluasha amepewa kibali na Tochi kutusimulia taarifa hii kutokea Katavi. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na taasisi za dini katika kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo, haki na uwajibikaji. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akitoa salamu katika ibada iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, usharika wa Mpanda mjini, Dayosisi ya Ziwa Tanganyika, iliyoongozwa na Askofu Imani Ahobokile Chibona. Amesema Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatambua mchango wa taasisi za dini katika kudumisha amani, maadili mema na mshikamano wa kitaifa. Ili kulinda mafanikio mbalimbali yaliyopatikana hapa nchini, Mheshimiwa Bwana Askofu, nikushukuru sana kwa msisitizo ulioutoa wakati unaanza wa Watanzania kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Nimekuwa nikisema katika maeneo mbalimbali kwamba mnufaika wa kwanza wa amani katika eneo husika ni wewe mwenyewe, mkazi wa eneo husika. Kwa hiyo amani ya Mpanda, wanufaika wa kwanza ni ninyi wenyewe Wanampanda. Amani ya Tanzania, wanufaika wa kwanza ni sisi wenyewe wa Tanzania. Kuhusiana na miradi ya maendeleo, Dr. Mwigulu amesema serikali inaendelea kuwekeza katika miradi ya maendeleo mkoani humo, ikiwemo ya maji, barabara na nishati kwa lengo la kuboresha huduma kwa wananchi. Mojawapo ya miradi iliyopewa kipaumbele katika kufungua fursa za mkoa wa Katavi, kama mnavyofahamu, tulianza na ujenzi wa barabara ya Mpanda Tabora yenye kilomita 352 kwa kiwango cha lami, ambapo zilitumika zaidi ya bilioni 273. Kwa upande wake, Askofu wa Dayosisi ya Ziwa Tanganyika Dr. Imani Ahobokile Chibona amesema kanisa linaendelea kuhimiza waumini kudumisha amani, mshikamano na maadili mema katika jamii, kwani amani ya taifa inaanza na mtu mmoja mmoja katika familia na jamii. Siku zote amani huwa hainunuliwi, na amani inaanza na wewe mwenyewe. Alafu tunapokutana hivi tunaunganisha sasa. Ndio tusema amani inaanza na wewe mwenyewe, manake amani inaanza na familia. Kwa hiyo niwaombe sana, serikali inapotuhimiza kwamba tudumishe amani, ina maana. Kutoka Mpanda Katavi, na sasa Tochi inamulika hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali kupitia taasisi zake imeendelea kuboresha na kuimarisha miundombinu ya usafiri na uokoaji majini ili kulinda usalama wa wananchi na mali zao, sambamba na kuchangia maendeleo endelevu ya taifa. Karibu sana Rajab Chwaya utuarifu vyema. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameyasema hayo wakati aliposhiriki iftar maalum iliyoandaliwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, iliyowakutanisha wadau wa sekta ya usafiri majini.
Amesema ushirikiano wa karibu kati ya TASAC na wadau wa sekta hiyo ni muhimu katika kuhakikisha sekta ya usafiri majini inaendelea kukua na kuleta tija iliyokusudiwa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Katika sekta ya usafiri majini, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha bandari, kuimarisha usalama wa vyombo vya majini, pamoja na kuhakikisha kuna kuwepo usimamizi mzuri wa shughuli zote zinazofanyika baharini, maziwa na mito ya nchi yetu. Katika muktadha huo, TASAC ina nafasi kubwa sana katika kuhakikisha shughuli za usafiri majini zinaendeshwa kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa ili kulinda usalama wa maisha ya watu wetu, mali zao na mazingira ya majini. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TASAC Mohamed Salum amesema hafla hiyo imelenga kuendeleza mshikamano, kuimarisha mahusiano na kuthamini ushirikiano uliopo kati ya TASAC na wadau wa sekta ya usafiri majini. Jitihada hizi zimeendelea kutoa mwelekeo mzuri wa maendeleo ya sekta hii na kuongeza imani ya wadau katika usimamizi wa serikali. Kwa upande wa utekelezaji wa majukumu yetu, TASAC imeendelea kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Uchukuzi pamoja na wadau wote wa sekta ya usafiri majini ili kuhakikisha tunakuwa na sekta iliyo salama, yenye ufanisi na inayochangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Naye mdau wa sekta ya usafiri majini Kesi Mbonde amesema kukutana kwa wadau katika matukio kama hayo kunasaidia kujadiliana masuala muhimu yanayohusu sekta hiyo na kuimarisha ushirikiano. Tafrija hii walioifanya fupi watu wa TASAC, na namuomba sana Mwenyezi Mungu awaongoze katika hili. Nimejifundisha mambo mengi. Nimeona nimekuta watoto yatima na watu wengine pia vile tulijumuika pamoja pasi na ubaguzi wowote. Pia niweza kujifundisha mambo mengi, wameelezea baharini wapo na nchi kavu. Baada ya kumulika taarifa hiyo ya Rajab Chwaya kutoka Dar es Salaam, na sasa tochi ipo mkoani Shinyanga. Ukosefu wa huduma ya nishati ya umeme uliokuwa ukiwakabili wakazi wa kijiji cha Main kata ya Mwakata wilayani Kahama mkoani Shinyanga kwa muda mrefu hatimaye umepatiwa suluhu ya kudumu baada ya wakala wa usambazaji nishati vijijini REA kuwasha umeme. Kutoka katika chimbo la almasi mkoani Shinyanga, Salvatore Ntando anatuarifu zaidi. Ni katika ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini inafika katika vijiji vya Maini na Gembe wilayani Kahama kukagua miradi ya usambazaji umeme vijijini. Anna Dickson, Mseka Matias na Ibrahim 6 ni baadhi ya wakazi wa vijiji hivi, na hapa wanaelezea matarajio yao. Kipindi hatujapata umeme tulikuwa na changamoto za kutosha. Mambo mengi yalikuwa hayaendi. Kama mnavyojua, utandawazi wa sasa hivi tunategemea umeme kila kitu. Kwa sasa hivi tunapata umeme, nafikiri mambo yatakuwa vizuri. Hapo mwanzo tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana. Kwanza kwenda mashineni kusaga, hata kuona tu kwenye TV kwamba kinaendelea nini. Nchi yetu sasa hivi imefikia hatua gani? Tunapata shida. Kwa hiyo tulipopata huu umeme, kusema ukweli, imefungua milango ya kuiona dunia inaendeleaje. Si vyema mno eneo moja likakosa huduma ya amana kama kijiji na maeneo mengine yakawa yamepata umeme. Kwa hiyo niendelee kukumbusha kwamba serikali iendelee kuangalia eneo hili kwamba tunahitaji kwenye kila kijiji cha Numbi na wao wapate umeme kama kijiji na baadaye kwenye kitongoji kama utaratibu uliopo sasa hivi. Johnny Olutu ni kaimu mkurugenzi wa REA, anaeleza namna zoezi hilo lilivyofanyika, huku Subira Mgalu, mwenyekiti wa kamati hiyo, akiahidi serikali kuendelea kusimamia usambazaji wa umeme vijijini. Vitongoji vilivyobaki katika mkoa wa Shinyanga ni vitongoji 942 ambavyo haviko committed kwa mkandarasi yoyote yule. Tunakwenda kutangaza zabuni kubwa ya kupata kandarasi kwa utaratibu wa framework contract, ambapo tunatarajia mwezi wa 4 tutatangaza zabuni hiyo, na tutawaunga mkono kushawishi bunge kuendelea kutenga bajeti ili ikifika 2030 vitongoji vyote viwake nishati ya umeme, lakini kufikisha umeme kwenye taasisi za umma. Utekelezaji wa bajeti unakwenda vizuri. Hili tabasamu unaloliona hapa
hawa kina mama wanafurahia umeme ulioletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na hawa kina baba wanafurahia wake zao sasa hivi wanawaona vizuri, sababu ikifika usiku tunawasha taa, tunaonana uso kwa uso, si ndio jamani? Kutoka Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Shukrani sana Salvatore Ntandu kwa taarifa hiyo kutokea Shinyanga, ambapo sasa tochi inaangazia tena hapa jijini Dar es Salaam. Serikali imewashauri wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya mawasiliano nchini kuhakikisha wanaimarisha taswira nzima ya sekta hiyo, haswa kwa kuzipa nafasi sauti za wanawake zilizopo pembezoni zisikike kwa ajili ya kupata masuluhisho ya matatizo yao. Kutoka Dar es Salaam, mwanagenzi Philip Mwihava anatuarifu zaidi. Kuwapa wanawake nafasi ya kusikika kunasaidia kupunguza ubaguzi na kuleta usawa kati ya wanaume na wanawake katika maamuzi ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, kwa sababu wanawake wakiona sauti zao zinathaminiwa wanapata ujasiri wa hata kushiriki katika elimu, biashara, uongozi na shughuli nyingine za maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye jukwaa la wanawake lililowakutanisha maafisa uhusiano pamoja na wanahabari wanawake kutoka maeneo mbalimbali nchini, naibu katibu mtendaji wa timu ya taifa ya mipango Blandina Kilama amewataka wanawake hao kuhakikisha wanawafikia Watanzania wengi zaidi kwa kutoa taarifa sahihi zenye kujenga uelewa na kuchochea maendeleo ya jamii. Tusifikirie kwamba tutatumia tu lugha ya namna moja kuwafikiria watu wote, na wametoa wito watu waweze kujipanga vizuri zaidi kuhakikisha wanawafikia wabunifu, wanawafikia vijana, wanawafikia wanawake, lakini kikubwa zaidi vile vile wahakikishe wanashirikisha sio tu sekta ya umma, lakini dira hii ni ya taifa, kwa hiyo na sekta binafsi nayo iko ndani, na wamesema kabisa wako tayari kuhakikisha wanatoa kila taarifa wakiangalia engo hii kwamba upande wa wanawake hiki inamaanisha kitu gani. Kwa upande wake mratibu wa jukwaa hilo Salma Mseka amesema sekta ya mawasiliano ina nafasi kubwa katika kuunganisha jamii na kuwasilisha ajenda za maendeleo, hivyo ni muhimu kwa wanawake waliopo katika sekta hiyo kushirikiana, kubadilishana uzoefu na kujengeana uwezo ili kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa. Tunaenda katika kufanya sekta ziwe jumuishi, yani wizara ya afya, ardhi, sui nini, na wale ambao tunaongea tukitoka binafsi tunataka tuzungumze lugha moja kwa ajili ya kujenga taswira ya Tanzania, turudishe utamaduni wa Mtanzania, tuwepo na ile lugha ambayo inatupa credibility tasnia ya mawasiliano kuonekana katika kila deliverable ya nchi. Tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha taarifa zinafika mpaka ngazi ya chini kabisa, ili mwananchi wa kawaida aweze kuelewa, awe kijana, awe mzee, awe mtoto ama mtu mwenye mahitaji maalum, lakini pia awe mwanamke au awe mwanamume, awe kijana au msichana, wote wanapaswa kupata taarifa sahihi. Kwa hiyo ni wajibu wa sisi kama wataalamu wa mawasiliano kuhakikisha kwamba na sisi tunaweka mchango wetu wa kutosha katika nguvu hii ya mawasiliano, ili mwisho wa siku tuweze kufikia malengo tuliojiwekea kama nchi ya kuhakikisha dira hii basi inatufikisha pale ambapo tunatamani kufika kama taifa. Shukrani sana Philip Mwihava kwa undani wa taarifa hiyo. Ikiwa leo ni siku ya utepe mweupe duniani yenye lengo la kuzikumbusha jamii kote duniani umuhimu wa kukabiliana na kifo kinavyotokana na uzazi, imeelezwa kuwa zaidi ya wanawake 450 kati ya wanawake 100,000 wanaojifungua hufa kwa mwaka nchini Tanzania kutokana na huduma duni za afya. Muhingo Mwemes anatuarifu zaidi. Ingawa vifo vinatokea katika vituo vya kutolea huduma za afya, wale wasiofika katika vituo hivyo na kujifungulia majumbani kwa kukosa huduma bora za ukunga, chanzo ni kukosekana kwa elimu, ambapo katika maadhimisho ya siku ya utepe mweupe duniani, Clouds TV imefika katika kituo cha afya Busweru, wilaya Ilemela, mkoani Mwanza, na hapa baadhi ya wanawake wanaeleza namna uelimishaji kutoka kwa wataalamu wa afya unavyochangia kupunguza tatizo. Watu wanapofika katika vituo vya afya wanapewa darasa, wanafundishwa. Watu wanatoka sehemu mbalimbali wanaenda vijijini kwa ajili ya kutoa semina za mama na mtoto. Naona hicho ndio kitu kikubwa kinachosaidia.
Kwa sasa huduma ziko vizuri, tunafika kwenye kituo cha afya tunahudumiwa vizuri. Wapo ambao wanachelewa kufika katika, wanapojigundua tu kwamba wana ujauzito au wana matatizo yote yale, wanachelewa kufika katika huduma ya afya. Matokeo yake wanapata matatizo, aidha wanatokwa na damu au mtoto anafariki au wenyewe pia hivyo hivyo. Kwa mimi, kama mimi nimejifunza kuwahi katika kituo cha afya mapema pale tu unapojigundua kwamba una ujauzito au una matatizo yoyote yale ya kiafya. James Madege ni mganga mfawidhi kituo cha afya Busweru. Yeye anaeleza umuhimu wa mama mjamzito kufika kliniki kwa wakati. Ile kusudi inaepusha mambo mengi huko mbele ya ujauzito, lakini kwa jamii kwa ujumla kuondoa zile notion mtaani kwamba hizi dawa labda zimeletwa, labda zinawataka kuaffect watoto. Hizo tunajitahidi sana kutoa elimu, lakini tunaomba hata na viongozi pia wa serikali mtaani pia watusaidie hiyo, kwa sababu wao ndio wanakuwa na watu wote wa jamii kwa ujumla muda mrefu. Wilaya Ilemela imekuwa ikijikita katika kutoa elimu kuzuia matatizo ya afya ya uzazi, na malengo yalikuwa ni kutoa elimu 60%, lakini kwa mwaka 2024 elimu ilitolewa kwa 81%, na mwaka 2025 78.9%, na vifo kwa mwaka 2024 vilikuwa 7, na mwaka 2025 vilikuwa vifo 6. Hapa anaeleza kaimu mganga mkuu wilaya Ilemela Barnabas Gladson. Na hii inatokana na juhudi ambazo tunazifanya katika kutoa elimu, kuelimisha jamii namna gani ya kuzuia hivi vifo, na jinsi ambavyo tunataka kwamba mama anapokuwa ni mjamzito, anapojihisi kwamba amepata ujauzito, anatakiwa awahi katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kuchukua tahadhari na aweze kupata elimu na pia kuendelea kumfuatilia mpaka atakapojifungua. Kwa hiyo kutoka hapa mkoani Mwanza, mimi ni Muhingo Mwemez, Clouds TV. Tukiendelea kusalia mkoani Mwanza, ushirika wa wanawake mkoani Mwanza umeendesha shughuli ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kutoa misaada mbalimbali ikiwemo vyakula na mitaji kwa baadhi ya wananchi wenye uhitaji katika jiji la Mwanza. Hassan Omar anatuarifu zaidi kutokea Mwanza. Akizungumza na wananchi hao, mnajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza, Hilda Boniface, amesema lengo la kufanya hivyo ni kuwasaidia wanawake wenye uhitaji pamoja na kutoa faraja katika hali zao wanazozipitia. Tukio hili tumelifanya katika hii siku ya mwanamke duniani ama mwezi wa mwanamke duniani, katika kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Sisi kama wamama, wasimamizi wa vyama vya ushirika, lakini na wale viongozi wanaotoka kwenye vyama vya ushirika, tumeungana kwa pamoja na wadau wetu mbalimbali. Tumeunganisha nguvu kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakuja kumuona mwanamke yoyote yule anayepitia changamoto. Naye Christina Doto na Besa Nikolausi wamekishukuru chama hicho cha ushirika kwa kuona umuhimu wa kuwafuta machozi waliokuwa nao kwa muda mrefu, na kuongeza kuwa fadhila hizo ni za kuigwa na watu wengine. Nilikuwa na hali ngumu, lakini wameniwezesha, nimepata mtaji. Pia na nguo za watoto wangu takuwa wanavaa. Lakini mimi sina cha kuwalipa, Mungu ndo atawalipa. Asanteni sana. Kwa upande wao, Flora Magabona na Lucia Kilulu wameiomba serikali kwa ujumla kuzidi kutoa mikopo na huduma za kijamii kwa wananchi hao ili kuongeza mahusiano baina yao na serikali. Mahitaji kwa kweli sisi tulikuwa tunaomba kama wanaweza wakampatia kifaa cha kuwa huyu mama akapata cha kujiendeleza ili apate msaada mkubwa kwa kuhusu huyo mtoto. Fanya biashara ya dagaa. Taenda kulangua dagaa, nitakuwa nauza. Zingine nitaenda kulipia shuleni, wanadaiwa watoto hawajalipiwa. Bakia ndio nitafanyia mtaji. Misaada iliyotolewa na chama cha ushirika cha wanawake mkoa wa Mwanza ni katika kuhakikisha kuwa jamii na kuwa mstari wa mbele katika kuleta amani na upendo na kuweka nadhiri njema kwa Mwenyezi Mungu. Hassan Omari, Clouds TV, Mwanza. Baada ya kuangazia taarifa hiyo ya Hassan Omar kutoka Mwanza, na sasa tochi inamulika mkoani Mtwara. Wakulima wa zao la korosho mkoani Mtwara wametakiwa kuhudumia vizuri zao hilo, ikiwa ni pamoja na kutifua udongo hasa katika kipindi hichi cha mvua ili kuruhusu maji kuingia ardhini, kitendo kitakachosaidia kuongeza uzalishaji. Afisa ugani wetu Raya za Kilombano kutoka Mtwara anatuarifu zaidi. Mkuu
Korosho ni moja ya mazao ambayo ili uweze kupata tija uzalishaji unahitaji matunzo, na hasa katika kipindi hiki cha mvua kwa kuwa inahitaji maji mengi. Mtafiti ambaye pia ni mtaalamu wa sayansi ya udongo na mimea kutoka Kituo cha Utafiti wa Kilimo TARI Naliendele, ndugu Abdalla Makale, anatoa wito kwa wakulima. Kama hujaruhusu mikorosho kupata maji ya kutosha, hata vile virutubisho vichache ambavyo imevipata havitofanya kazi vizuri. Kwa sababu kwenye hatua ya 3 ambayo tunasema ni hatua ya uzaaji, yale maji na virutubisho ndio vinavyoenda kutengeneza yale maua, ndio vinavyotengeneza zile tegu, ndio baadaye mkulima anapata tija. Lakini ili tegu na maua ibaki kwenye mikorosho kwa muda mrefu mpaka kufika hatua ya kukomaa, inategemea zaidi uhai wa seli. Uhai wa seli za mmea unategemea na upatikanaji wa maji katika mti au katika mmea, katika mwili wa ule mmea. Kwa mkorosho sasa, kipindi hiki ili upate hiyo tija, ili uepukane na hiyo hadha ambayo maua na tegu baadaye zinadondoka hovyo hovyo, inabidi kipindi hiki mikorosho yako inywe maji ya kutosha, na ndio baadaye unapelekea uhai wa seli katika ile mimea unakuwa wa kutosha. Kwa upande wake, Dwasi Gambo ambaye ni mtafiti kutoka kituo hicho ametoa wito kwa wakulima kuendelea kutumia mbegu bora badala ya kununua katika maeneo ambayo sio rasmi. Kingine ambacho ni muhimu zaidi kwamba korosho bora ni kwamba inahimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Siku hizi kuna mvua zinakuwa chache, kuna baridi, kuna nini. Kwa hiyo unakuta kwamba ikitokea hali kama hiyo, mikorosho mingi inashindwa kuzalisha vizuri, mpa hasara mkulima. Kwa hiyo akiwa ametumia mbegu bora, kwa hiyo hizo mbegu zina uwezo wa kuhimili hayo magonjwa na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo sasa tunawahimiza waje wachukue mbegu, na tunazo mbegu kama mbegu ambayo ni mbegu bora, lakini pia tuna miche. Hapa tuna mche ambao uko tayari kabisa kwenda shambani kama ambavyo unauona na mingine unayoiona hapa, na pia anaweza akaja akachukua mbegu iliyobebeshwa kama hii. Hii imebebeshwa, ukiangalia hapa kuna hii ya chini na kuna hii ya juu. Kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Razaki Luambano wa Clouds. Baada ya kuangazia taarifa hiyo ya Razaki Luambano, na sasa Tochi inaangazia minyoosho ya kiimani. Ikiwa ni katika mwendelezo wa kunyoosha imani kwa watu wa kada tofauti, wakiwemo watu wenye uhitaji, taasisi za kifedha nchini zimeendelea kuonyesha moyo wa mawingu kwa watoto wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Karibu tena Harajab Chwaya utuarifu vyema. Kuwajali watoto wenye uhitaji, wagonjwa mahospitalini, wafariji wazee kwa kuwapatia msaada, pamoja na kutembelea wafungwa gerezani ni sehemu ya mafundisho ya kiimani ambayo jamii ya kada zote zikiwemo taasisi na mashirika inapaswa kuyazingatia. Ikiwa katika mwendelezo wa kufanya matendo mema yaliyonyooka kiimani kwa watoto wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili iliyopo Upanga, Dar es Salaam, taasisi ya Zuia Rushwa Vikoba imekabidhi msaada wa vitu tofauti vikiwemo vifaa tiba, ikiwa ni mwendelezo wa kunyoosha imani kwenye jamii. Kwa tumeona leo tuje tuwape watoto wetu vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia katika huduma za hospitalini hapa. Pia tumeona tuwalipie baadhi ya watoto ambao ndugu zao hawajiwezi kwa ajili ya kuwahudumia misaada ya vipimo na nini. Kwa sisi leo tumejitolea, baadhi yao tutawalipia. Sehemu ni nyingi tunazoenda: magerezani, hospitalini, kwenye vituo vya watoto yatima, wazee, watoto wanaoumwa, wasiojiweza. Kwa hiyo ni pati ya CSR yetu ambayo tunaifanya kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo tuna encourage na watu wengine wafanye hivyo. Magdalena Ismail Kiula ni kiongozi wa zamu katika wodi ya watoto Muhimbili. Mbali na kutoa neno la shukrani, ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa mashirika na taasisi nyingine kuwakumbuka watu wenye uhitaji waliopo hospitali. Wako watoto wameumwa, wako kule jengo la juu kabisa. Watoto wanaoumwa kensa wamekaa kwa muda mrefu. Watoto wanahitaji huduma za karibu zaidi, lakini si hao tu, wako wengine. Hili jengo zima ni jengo la watoto wanaoumwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi na mashirika mbalimbali
waje wawaone watoto, wawatie moyo wazazi hao waliolala kwenye hospitali hii kwa muda mrefu, pia wawafariji na kuwasaidia pia. Tunajua kwamba mzazi anapokaa hospitali kwa muda mrefu au mahala fulani kwa muda mrefu na hajafanya kazi zake za kumuingizia kipato, basi uchumi huo unapungua. Lakini kwa sisi ambao Mungu ametujalia kiasi kidogo na taasisi mbalimbali, ninaomba nitoe wito huu, tuwaombe sana Watanzania wenzetu waje wawasaidie watoto na wawaone watoto. Baada ya kuangazia taarifa hiyo, na sasa tochi inamulika huko Mkuranga mkoani Pwani. Diwani wa viti maalum wilaya Mkuranga, Tatu Saidi Mpeki, amewataka wazazi nchini kuzingatia malezi yaliyo bora kwa watoto kupitia mafunzo ndani ya vitabu vya dini ili kuhakikisha wanakuwa katika malezi yaliyo bora. 88.5 Pwani, Philip Mwihava anatuarifu zaidi. Yapo mafundisho mbalimbali yanayopatikana katika vitabu vitakatifu vya dini, yote yakionyesha njia bora kabisa kuimarisha malezi ya watoto katika jamii, jambo ambalo likizingatiwa vyema itasaidia kutengeneza mustakabali mzuri wa taifa la kesho. Akizungumza katika mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an katika kata ya Vikindu ambayo yameandaliwa na jumuiya ya walimu wa madrasa katika kata hiyo, Mpeki amesisitiza umuhimu wa kuzingatia malezi kwa vijana ili kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Matukio yanayoendelea katika maeneo yetu yameshika hatamu, yamekuwa ni mengi. Matukio ya kijinsia, wake kwa waume, watoto wetu wanafanyiwa matukio ya kiukatili kweli kweli. Kwa hiyo hotuba yangu nimeipeleka huko ni kwa sababu ya kuwasihi wazazi wenzangu pamoja na kujisihi mimi mwenyewe juu ya malezi bora kwa watoto wetu. Tuwalee watoto wetu vizuri ili tuendelee kupata kizazi bora katika maeneo yetu. Kwa upande wake, shehe wa kata ya Vikindu Salim Ismail Chimoso pamoja na mlezi wa taasisi za Kiislamu katika kutunza watoto Bahati Mawinga wameiomba jamii kuzidisha ushirikiano wakati wa matukio kama haya ili kuwa sehemu ya kusambaza mafundisho ya dini. Tunawashukuru wadau ambao pia walichangia kwa namna moja ama nyingine kufikisha jambo hili mpaka limefika hapa. Tuwaombe sana, msituache na msitutupe. Bado tunahitaji kukisongeza mbele kitabu hichi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tukishika Qur'ani ndiyo tumeishika jamii. Na tunashukuru kwa hapo tulikofikia, tuko vizuri, na hili jambo tumelifanya mwaka huu kwa uchache, lakini Mwenyezi Mungu akipenda, inshallah tukiwa na afya njema, mwakani 2027 hili jambo litakuwa la international, kwa sababu tumelichukulia kipaumbele swala malezi ya watoto. Tunaona maadili yanavyomomonyoka. Mashindano haya ya uhifadhi wa Qur'ani yamekuwa sehemu ya kujenga uhusiano mzuri tu na kufahamiana baina ya wanajamii wa kata ya Vikindu tangu kuanzishwa kwake mnamo 2016, zikiwa madrasa 5 pekee na kufikia idadi ya madrasa 13 zinazohifadhisha Qur'an kwa sasa. Tukiangazia taarifa nyingine, wananchi wametakiwa kujenga utamaduni wa kupima maradhi ya mfumo wa upumuaji mara kwa mara ili kugundua mapema matatizo ya afya yanayoweza kuhatarisha maisha yao. Juma Kilwasha anatuarifu zaidi kutokea Dar es Salaam. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na wimbi la ongezeko la magonjwa ya mfumo wa upumuaji katika maeneo mbalimbali nchini, hali inayochangia kuongezeka kwa wagonjwa wanaofika katika vituo vya afya wakilalamikia matatizo ya kifua, kupumua kwa shida na kikohozi cha muda mrefu. Katika kukabiliana na magonjwa ya upumuaji, wito umetolewa kwa wananchi kuwa na utamaduni wa kufika katika vituo vya afya mara kwa mara kwa ajili ya kupima maradhi ya mfumo wa upumuaji kabla ya kuugua. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa idara ya mfumo wa upumuaji katika hospitali ya Shifa, mkurugenzi msaidizi wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza kutoka Wizara ya Afya Omar Obuguyu amesema kuanzishwa kwa idara hiyo kutasaidia katika kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa ya mfumo wa upumuaji ikiwemo yale yanayotokana na maambukizi kama kifua kikuu na COVID-19. Kinasaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa aina ya teknolojia walizonazo. Ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya afya za Watanzania, na inaonekana kuna ujuzi wa hali ya juu ambao wameonyesha, na kwa bahati nzuri kitengo hiki pia
sio tu kinaangalia matibabu, kinaangalia pia udhibiti wa magonjwa kwa maana ya kinga, na hasa kinga kwa watu ambao wana changamoto za matumizi ya tumbaku, kinga kwa watu ambao wanafanya kazi kwenye migodi. Ni eneo zuri na muhimu sana, hasa katika ushirikiano wa sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa upande wake, daktari bingwa magonjwa ya mfumo wa upumuaji wa hospitali ya Shifaa, Dr. Mwanada Kilima, amesema magonjwa kama kifua kikuu, nimonia, pumu na kifua cha kubana yamekuwa yakisababisha vifo vya watu wengi. Ni center ya kwanza Tanzania ambayo inatoa tunaita dedicated respiratory services. Kama sasa hivi ukisikia mtu anaumwa moyo, basi anakwenda taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Ukisikia mtu anaumwa mifupa, labda anajua pa kwenda ni moyo. Lakini kwa upande wa mapafu tulikuwa hatujapata sehemu ambayo moja kwa moja Mtanzania anajua pale naweza nikapata huduma zote kikamilifu. Kwa hivyo tunajivunia, tunamshukuru Mungu kuwa na center kama hiyo hapa kwetu Tanzania, na ni center ya kwanza kuhusu magonjwa ya mapafu. Napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba katujalia sisi tufikirie jambo gani kuwasaidie binadamu waweze kuwa na pumzi, waendelee kuwa na maisha bora, na pumzi hizo ziwe pumzi ambazo zinaleta afya na zinaleta baraka katika maisha yetu. Shukrani sana Juma Kiluasha kwa kutujuza vyema taarifa hiyo, ambapo baada ya kumulika tochi na sasa ni wakati wa kuungana na Swahiba Mwewe. Wahenga walisema huruma sio malezi, na Mwewe anakazia hapo hapo, ukimya sio busara. Ndugu wananchi, hapa ni Buguruni, mtaa wa Madenge, karibu na shule ya Hekima na pia karibu kabisa na stendi ya daladala ya Buguruni. Mwewe katika pitapita zake amekutana na jambo hapa, na jambo lenyewe ndiyo hili unaloliona. Makao makuu mapya ya kipindupindu na magonjwa hatari ya milipuko yanatengenezwa hapa. Yaani ujenzi wa makao makuu ya kipindupindu unakwenda kwa kasi ya ajabu, na mkandarasi bado yupo site. Mwewe anawauliza watendaji wa wilaya ya Ilala, hivi huu ujenzi wa mradi wa kuimarisha kipindupindu hapa mmeuona ama bado hamjauona? Je, mmeridhishwa kabisa na mradi huu hatari kwa afya za wakazi wenu? Mwewe hatarajii majibu ya mdomo wala majibu ya siasa za mtandaoni, bali anatarajia kuona mkitoa wakandarasi wenu huko maofisini na kuja kupambana na hali hii inayoonekana hapa. Jicho la Mwewe ni ang'avu sana tu, na kama unadhani huu sio mradi wa kuharibu afya za wananchi wa eneo hili, hebu tazama vizuri hapa, kisha tazama kwa makini na ujiridhishe kwa kutazama tena na tena. Naam, bila shaka mmeona hapa. Kama mlikuwa hamna taarifa juu ya hiki kinachoendelea hapa, Mwewe leo amewaonyesha, na taarifa iwafikie popote pale mlipo wahusika, na haraka sana mnapaswa kuchukua hatua kumaliza kadhia hii inayoendelea kwa wakazi wa maeneo ya Buguruni. Mwewe hawatishi na hana sababu ya kuwatisha, lakini anawakumbusha tu. Wahenga walisema tahadhari kabla ya hatari, na hapo ndipo Mwewe anapigilia msumari. Lakini Mwewe leo haruki hapa, yupo mpaka pale atakapoona majibu kwa vitendo yatakayotoka kwa wahusika. Mwewe yupo sana hapa leo. Baada ya kuangazia jicho la Swahiba Mwewe, na sasa tumulike ubao wa nondo za Haris. Nondo za Harisi zinasema, jua kusudi la wewe kuwepo duniani, jisamehe kwa ulofanya jana, weka nguvu kubwa leo, jaza tenki la mafuta kwa kesho yako. Jua kusudi la wewe kuwepo duniani,
jisamehe kwa ulofanya jana, weka nguvu kubwa leo, jaza tenki la mafuta kwa kesho yako. Baada ya kumulika nondo za Haris, na sasa ni wakati wa Sports Lady Nura Mohamed ambaye atakuwepo hapa kwa ajili ya kukupitisha katika taarifa za kimichezo. Mimi Mwajab Shafi nikutakie wakati mwema.